Haleluya mtu wa Mungu. Ni wakati mwingine na saa nyingine ambayo Mungu amenipa neema kuwepo kwenye mazingira haya. Hapa ni Kigamboni. Hapa ni Mbagala, wanapaita ni Goroka. Ukitokea Langi Tatu kuna barabara unashuka nayo, kuna bodaboda unaweza kumchukua mpaka Goroka darajani, alafu ndio kafika hapa. Hapa wako watumishi wa Mungu hao wote tunafanya nao ibada kazi kule Kigamboni, lakini hapa huwa wanaomba, wanaendelea na maombi tu siku za katikati, lakini pia wanaendelea na maombi kama kwa siku za Ijumaa, mkesha, kwa utaratibu wote ambao tunaufanya kazi ile kwa Jumapili ama kwa siku za ibada ya pamoja, ndizo ambazo wanakuja kule Kigamboni. Kwa hiyo kwa wote ambao mko karibu na maeneo ya Mbagala, wote mnaokaa Mbagala au maeneo ya Mbagala, hata kama hutaki kuwa kazi, unapenda tu maombi yetu tunayoomba, unapenda mfumo wetu wa ibada, unapenda namna ambavyo tunaishi, basi unaweza kuwa unakuja hapa kao naomba. Ni mahali, naweza nikatumia lugha, ni kituo cha maombi. Na chumba hiki mwisho Bwana amekitoa, sababu sisi kwa sehemu kubwa huwa hatuna yale makanisa kusema mtu ni sijui unanunua kanisa, unanunua eneo na kujenga kanisa la dini. Sisi ni yeyote ambaye anaona sababu na maana na umuhimu wa kuweka madhabahu nyumbani kwake, akawa anataja jina la Mungu hapo kwa ajili ya usalama wake, kwa ajili ya usalama wa mtoto wake, watoto wake, kwa ajili ya usalama wa wake zake, mke wake, au kama wako wawili watatu, usalama wa wake zao na familia zao kwa ujumla. Kwa mimi nikukaribishe. Kimsingi tu ni kwamba kija hapo unajua kwamba hapa ni kazi. Kwa kama unakuja, jua tu utaratibu mwingine wote unaoona kwenye ibada za kazi maeneo mbalimbali. Kumbuka hili sio kanisa. Hapa Jumapili au utakuta ibada. Hiki ni kituo cha maombi na kukutanika. Ni kweli wakishaomba tu wanafuata utaratibu mwingine wote wa ibada ambao tunautumia maeneo mengine. Wao hapa hawana utaratibu wa kufundishana wala kuimarishana kwa namna yoyote. Hivi ndio namna ambavyo sisi tunaanza makanisa. Na hata wewe ukitaka, popote ulipo, unataka kuanza kanisa la kazi, usio na wakati mgumu. Cha kwanza, anza kuomba. Tuna vitabu vya miongozo ya maombi. Sio kaanza tu kuomba na kemea wachawi na vunja na katakata na funika na mwaga zege nafikia. Tuna muongozo. Uombe nini? Omba kwanza kubadilika, omba kuacha dhambi zako, omba kupiga hatua ya neema na baraka uliotakiwa kuwa nayo. Baada ya hapo, ukishaomba hivyo, kapiga hatua hizo, ndipo sasa mtu mwingine anaweza kaanza kuvutwa na maisha yako. Hapa majirani wengi sasa hapa Goroka wameshafahamu. Nimekwambia ukitokea Langi Tatu, ukichukua bodaboda unaambia tu nipelekeni Goroka darajani, huwa mara nyingi ndani ni 1500. Na kama unapita huko Twangoma, hii njia ya Twangoma unatokea aidha Mkulanga, unaweza ukashuka pale Twangoma Sheli. Kuna eneo hapo juu nadhani ndio ambapo bodaboda wanapafahamu sana, msikitini ni kwa mchawi. Wanapaita msikitini kwa mchawi. Sijajua kwa nini kwa mchawi, lakini nadhani hapo msikitini kwa mchawi. Kwa kadri ambavyo tunaendelea mbele, tunapiga hatua, inawezekana sasa watu pia wakapafahamu kanisani pia kwa wacha Mungu, acha na kupafahamu msikitini tu kwa mchawi. Lakini hiki ni kituo cha maombi tu. Ni kituo cha maombi tu, lakini maombi ni kwa ajili yako, maombi ni kwa ajili ya yeyote ambaye anakuwa anataka baraka na neema ifunike mwili, maisha yake, uzima, nguvu za milele, mamlaka milele, funike mwili na maisha yake. Kwa sababu ya muda na kwa sababu ya mazingira nilionayo, ambayo simu yangu kwa sehemu kubwa tayari imeshuka sana umeme, kwa hiyo tumishi wa Bwana ningeweza kuwapa nafasi wasalimie, lakini nadhani kwa maelezo niliyotoa yanatosha. Nimetaka wawepo ili ukija ukikutana nao sio kasema tu sasa mbona yeye mwenyewe yule aliongea sikumuona. Utawakuta hawa, huyo mtumishi hapa ni kwake, always anakuepo hapa, hata akitoka ila jioni ama usiku lazima utamkuta.
Huyu mwingine sio kwake, ila yuko Pambagala na ni watu ambao wamejitoa sana mioyo yao kusafiri kuja kule Kigamboni kufanya ibada. Ninaamini na wewe pia unaweza kawa unataka kufanya ibada hizi. Neema na baraka ya Mungu naweze kafunika maisha yako sawa na Mungu ambavyo alikusudia, walitamani, kwa sababu maombi ndio msingi wa kwanza wa Mkristo. Hii Biblia, soma Biblia kidogo nisimalize bila kuisoma. Hii Biblia katika baadhi ya maandiko ya msingi sana ni kwamba maombi ni msingi wa kwanza wa maisha ya Mkristo. Nisome Luka 18:1, kaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Baada ya hapo nisome Matendo ya Mitume. Hawa watu Yesu amewaacha, ni kanisa la kwanza, watu wameokoka. Kitu cha kwanza walichokizingatia ni maombi kila siku. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 41, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali au katika kuomba. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Ukiendelea huko mbele mstari wa 46, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Kusali na kwenyewe kulikuwepo. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 12, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. 42:5-42 anasemaje? Anasema na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao, sio tu walifundisha. Ukiunganisha na ile andiko la Matendo ya Mitume 2, basi ujue na kila siku pia waliomba. Neema Kristo siwe pamoja nanyi nyote. Amen.